Ndo hapo sasa mzee Steven Mguto kile alichojaribu kukiweka wazi ni kwamba kuna namna moja ama nyingine, kuna authority moja ilikuwa na kuipata. Kwa hapa kuna mtu alikuwa anashuka dalali. Mtu alikuwa amekiuka kanuni, kuna mtu alikuwa moja kwa moja anakula sakafu. Na mpaka jana nilipenyezewa taarifa kwamba Yanga hawajaenda kazi. Ule ulikuwa mkwala. Yanga walikuwa wanatikisa kuona watapatiwa haki yao kwa wakati ama vipi. Kwa hiyo ni mtikiso tu ambao Yanga walikuwa wanajaribu kuufanya. Kwa sababu kama wangesema wafuate kanuni, Simba kwanza wangelimwa points 15. Bana, huu ni mwezi wa Toba. Mwezi wa Toba kwa maana ya kwamba watu wa madhehebu ama niseme waumini wa madhehebu ya Kikristo wako kwenye mfungo, lakini pia waumini wa madhehebu ya Kiislamu wako kwenye mfungo, kwa maana kwamba kuna mfungo wa Kwaresma na mfungo wa Saumu. Nazungumzia mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mimi nawatakia kila laheri. Sisi ni Kajenjere TV, lakini mimi hapa hizi ripoti nakupa kutoka Kawe, lakini nimepewa nguvu kubwa sana na nimesafiri kutoka alipo makao makuu ya Kajenjere TV Mnazi Mmoja mpaka huku Kawe. Napewa nguvu kubwa sana na kampuni ya Kajenjere Trading Company Limited chini ya mkurugenzi wake, lakini pia lazima nitoe maua. Hawa ndio watu ambao wanatufanya sisi tuwe bora sana na tukufikie popote ulipo. Mkurugenzi wa Kajenjere Trading Company Limited anatufanya tufike popote ulipo na tukuletee chochote kile ambacho unakihitaji. Loma Alimba ama msanii Loma Alimba, nipeni maua yangu. Mimi natoa maua kwa mwenyekiti wa makampuni ya Kajenjere Trading Company Limited ambaye anatufanya sisi tukufikie popote pale ulipo na tunakuletea kila habari ambayo unahitaji. Mimi nimesafiri mpaka huku, lakini kubwa zaidi napewa nguvu sana na Kajenjere West Management, lakini pia napewa nguvu na Kajenjere TV. Nazungumza na mtangazaji wa Sibuka FM, lakini ni mchambuzi David Pascal maarufu kama Friji Bovu. Muda mfupi ametoka kuzungumza mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee wetu Steven Mguto. Hii ni kuhusiana na kile ambacho kimekuwa ni gumzo kwenye mitandao ya kijamii, radio station, na uchambuzi umekuwa ni mwingi kuhusu mchezo ambao uliahirishwa Machi 8, mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mzee amezungumza hapa. Friji Bovu kama mchambuzi, yeye anasemaje? Hem, tumsikilize na kukaribisha ufuatilie mazungumzo yangu. Naitwa Rashid Kasim, mtu ambaye anakupa picha nzuri nyuma kamera anaitwa Edson Luikiza. Karibu tufuatilie sasa. Bwana mzee, uko vizuri? Mimi niko poa, mambo. Mwezi wa neema, tu unaitwa mwezi wa neema kwa maana ya kwamba ni mwezi ambao haijalishi wewe ni zebu gani, lakini ni mwezi wa kutubia. Hawa wanaswaumu, kundi hili linaswaumu. Nimefurahi kwa sababu ni mwezi ambao wote kwa ujumla tunahusika kwenye toba. Na kipindi ambapo hakika tunafurahi kwa sababu ndugu zetu Waislamu wao katika kipindi cha mfungo, na sisi pia Wakristo tuko upande wa tuko pia upande wa funga na tumefunga pia. Walikuwa wanapita ndugu zetu hao. Bana sawa, leta maneno ndugu yangu. Bana, maneno ni kwamba imebidi mimi nifunge safari kutoka bana Mnazi Mmoja studio ziliko studio za Kajenjere mpaka huku kukufuata bwana huku ofisini kwako Sibuka. Nataka watu wapate kukusikia wewe kama mchambuzi, lakini ni mtangazaji, watu wapate madini. Umemwelewa vipi kauli ya mzee wetu mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee Steven Mguto wakati akizungumza na Mwananchi Digital? Amezungumza mambo mengi sana, kila mmoja ana upeo wake wa kuchambua. Sasa watu wangependa kusikia Friji Bovu David Pascal, yeye amechambuaje? Of course nimependa kwanza kwa sababu ilikuwa ngumu sana kumpata mzee Mguto kipindi hiki ambapo kuna fukuto la hali ya juu sana pale jikoni kwenye bodi ya ligi, na kutoka darani kuanza kuzungumza, kwa maana Mwananchi Digital kumpata ilikuwa sio jambo dogo, na lazima tuwape credit zao Mwananchi ambao wao walipambana na kumpata mwenyekiti Steven Mguto kipindi hiki ambapo kuna heka kweli kweli, bado haijajulikana mbivu na mbichi. Kwa hiyo amejaribu kuzungumza kwa upande wake, lakini nampongeza sana mzee Steven Mguto kwa sababu ni msomi na amebobea katika haya masuala. Nimemsikiliza vizuri sana. Ameongea vitu vingi ambavyo ndani yake vina busara, vina hekima kuliko kanuni ambazo huwa wanajitunga. Kwa sababu kanuni sio tu bodi ya ligi wanatunga, kanuni ni vilabu wanashirikishwa. Mara mnatunga wote kwa pamoja, hii inapita, mnakubaliana. Hii sawa, hii sio sawa na mambo kama hayo, lakini ameeleza wazi kuhusiana sakata na serikali ambazo zinaendelea. Dabi ya Kariakoo ambayo ilipaswa kufanyika Machi 8, 2025 na dabi hiyo kupigwa kalenda. Sasa maneno yamekuwa mengi na sasa leo alikuwa na clarify pale kuhusiana na kwamba tayari wameshawajibu Yanga
kuhusiana na kile ambacho Yanga walikuwa wamekiaddress kwenye barua yao pia. Kwa sababu Yanga wao wali address vitu vingi, walidemand vitu vingi. Miongoni mwa vitu walivyodemand, kwanza walihitaji pointi 3. Kwa maana wao walitimiza haki zote na wakaenda uwanjani, lakini pia wao hawaendi kucheza. Yaani mechi ya dabi kwao ndio imepita hiyo. Kwa maana kwamba wananchi sasa. Dabi wananchi Yanga Afrika kwenye namna ambavyo wali address ile barua yao, taarifa ile kwa umma kama ulifuatilia. Lakini kingine hawana imani na bodi ya ligi, kwa maana Steven Mguto mwenyewe wali mention kabisa pamoja na CEO Almasi Kasongo. Sasa anasema yeye ni kweli kama bodi wamepata taarifa kwamba Yanga wameenda CAS katika mahakama ya usuluhishi ya michezo kule Uswizi, kwamba kwenda kupata haki yao. Lakini ameweka angalizo pale na amesema Yanga kama wao wameenda CAS ni sawa, kwa sababu wao ni matajiri, wana uwezo wa kifedha wa kwenda CAS, lakini watakuwa wameenda CAS wakiwa hawajajitosheleza. Sijui unanisikia vizuri, kwa maana wao kama bodi ya ligi hawajatoa bado maamuzi na bado hawajatoa way forward kwamba sasa kipi ambacho kinaenda kufanyika, nani alikuwa kwenye hatia fulani, nani ambaye anapaswa kuadhibiwa, na dabi inaenda kuchezwa lini, kwa sababu zipi. Bado bodi ya ligi haijatoa hiyo taarifa kwa umma, lakini pia bado hawajafikia mwafaka. Sasa ugumu walionao kuipanga. Bado hawajafikia mwafaka. Najaribu kueleza hapa, unisikilize vizuri. Na anasema kama Yanga kwa sababu wana huo uwezo, na amegusa pale kesi ya Bernard Morrison kwamba walishawahi kwenda kwa ajili ya sakata ya Bernard Morrison, kwa maana Yanga wanapafahamu kule na wanajua njia zipi ambazo zinapaswa kufanyika ili wao waweze kwenda CAS, na wanapaswa kuwa na vielezo vipi ili kuhakikisha wanashinda hiyo kesi yao. Lakini akaweka angalizo kwamba Yanga ni matajiri, wana fedha, wanaenda kule, lakini wakifika kule wataulizwa umekuja kwa ajili ya swala gani, wataangalia, watapitia, lakini bado hawatakuwa na maamuzi ya mwisho ya bodi ya ligi pamoja na TFF kwamba wao waliazimia. Bodi ya ligi imeazimia haya na haya na haya, kwamba dabi inapaswa kuchezwa siku fulani kwa sababu fulani na kanuni ziko hivi na hivi. Kwa hiyo watatoka tena CAS waje wasikilizie bodi ya ligi wameamua nini. Kile ambacho watakuwa wameamua Yanga watakibeba, watabidi warudi tena CAS. Kwa hiyo Yanga watakuwa na safari ya kwenda tena CAS. Kwa hiyo kwa haraka haraka hapo ni kwamba Yanga walitakiwa wasikilize kwanza bodi ya ligi imeamua nini, ndipo wapime yale maamuzi kama wamelizika nayo ama la. Kabla ya kwenda Chidi umekuwa. Yaani wapime maamuzi ndipo waende CAS. Umekuiva Chidi. Yaani hapo umemaliza. Umekuiva, ndio maana nakwambia umekuiva. Sasa mwezi mtukufu wa Ramadhani umekuiva, kwa sababu kama umemsikia kwa umakini sana, Yanga wataenda na hoja zao CAS, kwa sababu CAS huwezi kwenda pale, sio kwa shangazi bro. Pale sio kwa kwamba umebeba zako shangazi kaja, unasafiri sasa unaenda kumwambia bwana mimi nimenyanyaswa, leta vithibitisho. Kwa Yanga pale wanapaswa kwenda wakiwa full package. Bodi ya ligi imeshatoa maamuzi kwamba bana dabi itachezwa, hakuna cha pointi 3 na bodi ya ligi haivunjwi. Mguto atoki, CEO atoki. Yaani wameshapata full package katika namna ambavyo waliaddress barua yao na wakadimandi vitu vyao, ikaja tofauti. Yaani Yanga walipaswa kujua kwanza majibu yanakuja tofauti, positive or negative. Kama majibu yanakuja positive, wao watanufaika na hayo majibu. Kama majibu yanakuja negative na wao wanaamini wako sawa, ndio wanapaswa kwenda CAS. Lakini sasa wanaenda CAS wakiwa bado hawajapatiwa majibu, kwa maana kwamba mechi itachezwa, sababu mpaka sasa hivi bado taarifa kwa umma kwamba wana mechi itachezwa tarehe fulani. Yanga hawahusiki na hiki, Yanga kuvifungu fulani wamevikiuka na mambo kama hayo. Kwa Yanga wangeenda kushtaki huko sasa kwamba hawana imani na bodi ya ligi, kwa sababu wao walikuwa na haki 1 2 3 4 5 kikanuni, lakini bodi ya ligi haikuwapatia haki yao, kwa maana bodi ya ligi wameisigina kanuni ambayo tayari ilikuwepo. Hapo ndipo ambapo Yanga wana haki ya kusikilizwa. Lakini paka kufikia sasa Yanga hawatakuwa na majibu, kwa sababu kule lazima wataulizwa kwani bodi imesemaje. Sasa mimi nitakuuliza swali kwa niaba ya anayetutazama. Viongozi wa Yanga nadhani wanayafahamu yote haya kwamba ilibidi waende kule baada ya bodi ya ligi ambao ndio wasimamizi wa mpira wa ligi hii wamekwisha waambieni kwamba bwana sisi tumeamua hivi. Yanga wakaamua kwenda bila kuambiwa chochote na bodi ya ligi. Haya maamuzi kuna kitu kinaitwa kukurupuka. Au Yanga wao waliyachukuaje maamuzi kama haya? Au hawakwenda kwamba wametishia? Yaani mimi mpaka sasa hivi
kwenye Yanga wanatishia nyau kwenye vyanzo vyangu vingi vya ndani. Mpaka jana mimi nilikuwa siamini kama Yanga ameenda kasi, na mpaka jana nilipenyezewa taarifa kwamba Yanga hawajaenda kasi. Ule ulikuwa mkwala. Yanga walikuwa wanatikisa kuona watapatiwa haki yao kwa wakati ama vipi. Kwa hiyo ni mtikiso tu ambao Yanga walikuwa wanajaribu kuufanya, lakini kwenda kasi hiyo iko kwenye akili za viongozi wa Yanga, iko kwenye akili za viongozi. Yani hayo ni mawazo yao kwenda kule. Kwenda kasi ipo kwenye mawazo wa viongozi wa Yanga, ingawa mpaka sasa hivi taarifa nilizopenyezewa ni kwamba Yanga bado hawajaenda kasi, lakini tayari mipango na mikakati inaendelea ya wao kwenda kasi. Ukitaka kujua hilo, nenda kwenye peji ya Instagram ya makamu wa rais wa klabu ya Yanga, Arafat Haji. Ameandikaje? Ogopa sana maji yaliyofanyaje, yaliyotulia, sio? Kwa sababu yana kina kirefu. Na akasema huwezi kufanyaje, huwezi kuburuza. Anasema utawaburuza watu lakini huwezi kuwaburuza kwa kipindi chote. Utawaendesha watu lakini huwezi kuwaendesha kwa kipindi chote. Hajasema jina la mtu pale, lakini kwa namna ambavyo atmosphere ilivyo kwa sasa ni direct amewagusa TFF pale. Kodi hiyo. Yes, kodi iko rahisi sana, lakini ukienda naye mahakamani atakwambia sijamtaja mtu. Lakini tunaangalia wenye D2. Wenye D2 tunaangalia sasa atmosphere, hali ya hewa ilikuwa ikoje, upepo ulikuwa unaelekea wapi. Kwa hiyo dongo la mtu. Kwa hiyo moja kwa moja Arafati hata epuka hilo. Lakini mwisho wa siku very short, ukimsikiliza vizuri sana Steven Mguto anajaribu kuangalia ili swala lifanyike kwa busara. Yaani kwa maana mpaka sasa hivi kanuni zote zimegota, kwa maana zimegonga mwamba, zimekula besela. Kwa maana wakijaribu kuangalia Yanga, kuna upande fulani Yanga wana haki. Wakijaribu kuangalia Simba kweli hawakufanya mazoezi, walifanywa vurugu. Wakijaribu kuangalia kila ambacho wanajaribu kufanya, kanuni inayokwa pembeni, watu wanatafuta busara. Mmemsikia hapa. Amesema mtoto ukimlea, ukimfundisha kutukana iko labda kwa kurahisisha, ngoja nisome. Mzee Mguto anasema amesema malezi ya Simba na Yanga yalikosewa tangu huko nyuma. Ndio maana wanasumbua mpaka leo hii katika kusimamia kanuni na taratibu. Mzee akauliza, ukisema uishushe daraja Simba au Yanga itakuwaje? Akauliza hilo swali. Lakini pia mzee akasema mechi ilibidi iahirishwe kuepuka kuishusha timu daraja. Kama wewe utafurahia timu fulani ishuke daraja, akatolea mfano. Nitoe mfano. Kama Yanga watafurahia Simba washuke daraja, kama Simba watafurahia Yanga washushe daraja, swali litakuja kwako, wewe unapata nini? Kwa hiyo hapa lazima libidi tufikirie maneno ya mzee. Ndo hapo sasa mzee Steven Mguto kile alichojaribu kukiweka wazi ni kwamba kuna namna moja ama nyingine, kuna authority moja ilikuwa na kuipata. Kwa hapa kuna mtu alikuwa anashuka daraja. Mtu alikuwa amekiuka kanuni, kuna mtu alikuwa moja kwa moja anakula sakafu. Kwa mujibu wa kanuni. Kwa mujibu wa kanuni kuna mtu alikuwa anakula sakafu. Na kile kilichofanyika kuahirishwa mechi, sababu ukiangalia kuahirishwa mechi, bodi ya ligi walivyoahirisha ile mechi, sababu za msingi za kuahirisha mechi hauipati kwenye kanuni. Kikanuni haipo sababu ya msingi kuahirisha mechi. Lakini kilichofanyika ni busara sasa. Mara baada ya mvutano wa hapa na pale kwamba Simba tunaomba mpeleke timu uwanjani, Simba wao kukazia kwamba sisi hatuendi kwa sababu tulifanyiwa vurugu, wachezaji wetu hawajatrain mechi ya mwisho. Yaani wao kikanuni, kanuni ya 1745 ilikuwa inambeba Simba kwa ajili tu ya kufanya mazoezi. Lakini kama endapo Simba hakufanya mazoezi, amefanyiwa labda vurugu, amenyimwa namna kufanya mazoezi, hapaswi kugomea mechi kikanuni. Kwa hiyo kanuni inamkataa Simba pale. Simba kwamba hata au ile shuleni tunafundishwa kwamba hata kama ndio mwenzako alikuwa wa kwanza kukuchokoza, ukupaswa kumrudishia, ungekuja kushtaki. Kwa hiyo ipo hata uwanjani, mchezaji akipigwa kiatu paswi kurudisha. Ukirudisha wewe ndo unalala. Subiri watu waamue, si wanaona? Subiri watu waamue, watu wanaona. Kwa hiyo wakijaribu kuangalia namna ya kuibeba Simba hapa ni kuahirisha mechi. La sivyo bodi pale, kamati ile ya dharura ilivyoitwa, namna ya kuiokoa Simba ni kuahirisha mechi. Kanuni ni kuahirisha mechi, kwa sababu kama wangesema wafuatie kanuni, Simba kwanza wangelimwa points 15. Ndivyo kanuni inavyoeleza. Wangelimwa points 15, na kwa sababu wamekataa kupeleka mechi wangeshushwa daraja. Na maana Simba alikuwa na shuka daraja pia. Alafu Yanga angepewa pointi 3 pamoja na magoli 3. Kwa nini? Kwa sababu Simba wamesusia mechi. Ingawa ukienda kwenye taarifa ni kwamba Simba hakususia mechi, aliosusia mechi, alioahirisha mechi ni bodi ya ligi. Simba hakuna sehemu waliosema wao wamesusia mechi.
ila Simba walitishia kwa sababu walifanyiwa vurugu, wakataka jambo lile lisuluhishwe na liwekwe clear. Lakini mwisho wa siku ukijaribu kumsikiliza vizuri, kama una dii mbili, shida watu walikimbia umande kwenye kuelewa. Na hili jambo mimi tangu siku ya kwanza nilikuwa nalisema. Ulinioji siku ya kwanza nikwambia hapa ilikuwa inatafutwa tu sababu ili kuwaokoa watu fulani. Kwa sababu Young Africa, kwa hiyo nakumbuka ulizungumzia hicho kitu, maana yake tafsiri yako ilikuwa ni kwamba hiki kitu kinachoitwa busara kwenye ile sakata la dabi ya Kariakoo Simba na Yanga ndio tafsiri ya mzee Mguto, kwamba sasa turudi kwenye hiyo mawazo ya busara kwamba wewe ukifurahia Yanga shuke daraja, wewe ukifurahia Simba shuke daraja, wewe unapata nini? Amesema hapo kwamba busara itumike, na wao wanachofanya sasa hivi wanajaribu kusuluhisha ili swala busara na hekima, na ndio maana wamejaribu kuwashirikisha, wanawagusa viongozi wa pande zote mbili hadi tatu bana, swala hili litumike busara, kwa sababu mwisho wa siku akijaribu kwenda na hizo kanuni, kuna mmoja utamkosa kwenye ligi. Okay fine, utapata faida gani ukimkosa Simba kwenye ligi au ukimkosa Yanga kwenye ligi? Lakini hapo kwa namna barua tulioidukua inasema kwamba endapo timu haitaingia uwanjani kwenye mechi itashushwa daraja na watalipa faini milioni 5. Kwa maana sasa hii kipengele kinaenda kumhusu Yanga. Kwa maana kitu ambacho kinaonekana wazi kwa ile barua ambayo sisi tulidukua kutoka bodi ya ligi ambao wamewajibu Yanga ni kwamba kanuni inasema maamuzi ya TFF pamoja na bodi ya ligi wakikaa kwa pamoja, wakiamua jambo, halafu kama klabu ikakaidi yale maamuzi ya viongozi wa bodi pamoja na TFF, watashushwa daraja na watalimwa fine milioni 5 hapo kama watakuwa hawajapeleka timu uwanjani. Kwa hiyo ukiangalia hivyo utaona mbona kwa hii inayokuja sasa dabi, mbona kuna mtu mmoja asipopeleka timu atalimwa na yule ambaye labda hakupeleka timu uwanjani hajalimwa, hajaguswa? Hapo nipo ambapo Yanga wanashikilia mpini, kwa maana kwamba kuna namna ambavyo wanaona wao wanaonewa, alafu Simba wao wanapewa favor, kwa sababu kanuni haimtaki Simba kuahirisha mechi na kanuni haimtaki Simba kususia mechi. Kanuni inamtaka Simba kwenda uwanjani kucheza mpira. Masuala yoyote ambayo yameathiri kanuni ya Simba 1745 yataamuliwa kikanuni. Kwa maana kama Yanga wale mabouncer wamehusika, wamebaini kwamba ni wa Yanga, Yanga wataadhibiwa kikanuni, kwa maana watapigwa fine. Kwa Yanga wamesimamia msimamo wao, na umemsikia hapa sasa mwenyekiti amekuja leo clarify kabisa. Imeonekana ili jambo limeshakuwa zito kwa upande wa bodi ya ligi. Inaonekana ile jambo limeshakuwa zito kwa upande wa kwake Steven Mguto kama mwenyekiti na timu yake. Hili jambo mpaka sasa ili liweze kukamilika inabidi liende sasa TFF ambao wao ndio wenye mamlaka na mpira, na wao ndio baba wa bodi ya ligi na ndio baba wa mpira. Kwa kama bodi ya ligi mpaka sasa hivi anazungumza Steven Mguto ambaye ndio mwenyekiti kwamba busara itumike, it means hili jambo limekwisha wapalia, na amesema wazi hapo ni swala la busara kutumika, kwa sababu ukitaka moja ashuke, wewe utapata faida gani? Ama itakuwaje kwenye ligi hii? Lakini mwisho wa siku ukisikiliza anakuambia ni kichekesho tu kusikia Yanga wanaenda kasi, kwa sababu bado hawajatoa wao conclusion kwamba jambo linaenda kufanyikaje, jambo likoje. Sasa tukienda kule wataenda kutumia tu gharama, hasara, alafu watarudi kuja kusikiliza mwafaka huko ukoje, alafu watarudi tena kule. Kwa hiyo walipaswa wasikilizie mchoro mzima ukoje, alafu ndipo waende kule mara baada ya kuona majibu yaliyokuja. Tuje kwenye swali la msingi ambalo utalijibu kwa dakika chache. Kwa unavyodhani baada ya kumsikiliza mzee Mguto, nini sasa unadhani kwamba hiki huenda ndicho kitakachoamriwa? Mpaka sasa hivi mimi ninachoamini kwa namna ambavyo busara inaenda kutumika ni kwamba Yanga mpaka sasa hivi hawana haki yao. Kwa maana pointi 3 hawatapewa. Kwa sababu Yanga akipewa pointi 3 na magoli 3, Simba watahoji. Lakini sio tu Simba watahoji, Yanga watahojiwa na bodi ya ligi pia watahojiwa. Sana bodi ya ligi ndio watahojiwa na kamati zake, kwamba Yanga hizo pointi 3 wamepewaje. Uwezo ukapewa pointi 3 kama bodi ya ligi ambao ndio wasimamizi wa ligi, TFF wale maofficers na officials wote hawapo uwanjani. Kwa maana mwamuzi wa kati, waamuzi wote hawapo pembeni, mwamuzi msaidizi, mshika kibendera, hakuna fourth official, general coordinator kwa maana GS, alafu hayupo pale match commissioner. Kwa maana bodi ya ligi haijatuma waajiriwa wake, pamoja na TFF hajawapeleka waajiriwa, hawajaenda kazini siku hiyo. Alafu Yanga anaendaje pale, alafu anapewa hizo points za mezani? Kwa maana ni ngumu sana Yanga kupewa points, kwa sababu ukiangalia haijafuatwa taratibu, procedure zote za mechi kwenda
kuchezwa. Kwa maana kwamba Yanga tayari barua ilikuwepo kwamba mechi haipo. Wao wakapeleka timu uwanjani, wakafanya warm up, hawajakaguliwa, wanataka pointi 3. Kwa hiyo bodi ya ligi mpaka sasa hivi mkanganyiko aliofanya ni kwamba ukijaribu kugusa hapa moto, ugali moto, mboga moto. Kwa maana kwamba Yanga atapewaje pointi 3 na wakati hakukuwepo na utaratibu wa mechi. Sijui unaelewa vizuri. Kwa hiyo hapo ndiko ambako wameukwaa moto. Wakiangalia huku Simba ameachaje kucheza mechi, kanuni na mtakaje Simba kuacha mechi. Wameukwaa moto. Wakiangalia huku Simba anapaswa kushushwa daraja. Haya, Simba taarifa Simba hawajatoa kwamba wao ndo wameahirisha mechi. Taarifa inatoka bodi ya ligi. Kwa hiyo Simba wako safe side. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia bodi ya ligi, huu mzigo wao wameutengeneza na huu mzigo unawatesa wao wenyewe. Yaani kama vile umetengeneza bomu kwa ajili ya kwenda kuwalipua maadui zako. Afu lile bomu unalikanyaga na kulipua wewe. Ngoja tumalize na hoja ya mwisho. Hoja ya mwisho. Bana, mimi nataka tusaidie kwenye comment hapo. Kwani kanuni za mpira zenyewe zinasemaje kwenye hili tukio la Simba na Yanga, kwamba kuna hili tukio la kwamba inabidi awepo muamuzi, awepo kamishna wa mechi, awepo sijui nani ili timu ipewe alama 3, zinakuwaje? Lakini haki ya Yanga iko wapi kwenye hili sakata? Lakini haki ya Simba pia iko wapi? Msikiliza hapa mchambuzi na mtangazaji wa Sibuka FM almaarufu kama Friji Bovu, David Pasco. Yeye amezungumzia ama ametolea ufafanuzi ama amechambua yeye kama mchambuzi kauli ambaye imetolewa na mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee Steven Mguto. Lakini yote kubwa ni kuhusiana na ile joto la mchezo wa Tarehe 8 ambao uliahirishwa. Wenyeji walikuwa ni Yanga. Zipo taarifa za kwamba Yanga wamekwenda kasi. Wewe umemsikiza Friji Bovu. Wewe upande wako unachambuaje? Lakini mimi nakuachia swali. Unadhani ligi itamalizika alafu kuna mchezo mmoja hujachezwa? Hili ndio swali ambalo tunajiuliza. Lakini ukumbuke Yanga wao wamesema hawatacheza tena. Hapa ndo kitendawili kilipo, lakini tumemsikiliza na nadhani hata utakuwa umefuatilia interview ya mzee Steven Mguto ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi. Lakini mimi niko hapa, nimesafiri kutoka yalipo makao makuu ya Kajenjele Trade ya Kajenjele TV paka hapa Kawe, napewa nguvu kubwa sana na kampuni ya Kajenjele Trading Company Limited chini ya Kajenjele West Management, lakini pia Kajenjele TV. Hawa ndio watu wanatufanya sisi tunasafiri na tunakufuata popote ulipo kukuletea taarifa, lakini pia unapata exclusive interviews kama hizi. Yote hii tunawezeshwa na Kajenjele Trading Company Limited chini ya mkurugenzi wa makampuni haya. Kama nilivyosema, tunapewa nguvu kubwa sana na Kajenjele West Management, lakini pia tunapewa nguvu kubwa sana na Kajenjele TV. Neto Rashid Kasim nimeripoti kutoka huko maeneo ya Kawe. Nyuma ya kamera mtu ambaye amekupa picha nzuri anaitwa Edson Rekiza. Tufuatilie sisi kwenye mitandao yetu kwa sababu tayari tuna vipindi. Kipo kipindi cha Kunane Magazetini saa 1 asubuhi, kipo kipindi cha Screenshot, kipo kipindi cha Sport Fresh. Sasa hivi Kajenjele TV kuna vipindi. Usipitwe, subscribe channel yetu, unapata kila kitu kilichokuwa bora na bado tunakuja kwa uzuri zaidi.